Dodoma chaguo letu, Dodoma yetu ile, yetu wenyewe wa Tanzania. Jamani, Dodoma uzuri wake wa asili. Kipindi hiki cha Safari ya Dodoma kinaletwa kwenu na TRA na Watumishi Housing Company. Nipatie majani ya chai. Hapa. Wapi risiti? Nakupatia change, unataka nikupe tena na risiti? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie area kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Nisaidie na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa, sawa? Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpishe huyo mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti na risiti. Nimeangalia kwenye TV wewe inasema ulipe na risiti. Ukienda kukani, omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Tumeshtuka. Yerewe! Asi nitafanyaje kwa kweli kila mmoja anataka risiti humu ndani? Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja, tunajenga taifa letu. Hii kodi ya nyumba tajia nianze kulipa. Ningekuwashajenga gorofa. Na ukikosa sasa mwenye nyumba anaongea wewe. Wewe kaka. Hii kazi ya suita ishalini jamani. Wewe mkweli? Naam. Mbona network simekata? Vipi? Umepataje nyumba nzuri kama hii? Hayo ni mambo ya WHC, Watumishi Housing Company. Kupitia wao, watumishi wa umma kama wewe na mimi, unaweza kumiliki nyumba yako mwenyewe tena kwa bei rahisi kabisa kupitia miradi yao ya Mkundi Morogoro, Kisesa Mwanza, Pongwe Tanga, Dodoma, Kibaha na kwa Dar es Salaam kuna Bunjubi, Kigamboni na Magomeni. Tena utapata kwa bei rahisi kabisa ukilinganisha na wengine. Na wapataje na mimi njistiri? Fika ofisi zao Golden Jubilee Dar es Salaam au wapigie simu namba 0757437594 au kwa kujaza fomu kutoka tovuti yao www.whctz.org. Wiki moja kabla ya awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 5 kuhamia hapa mji mkuu Dodoma. Mimi ni Marina Hassan Marin na hii ni Safari ya Dodoma. Punde hivi serikali inataraji awamu ya pili kuweko hapa katika kuendeleza shughuli zake na kutembea juu ya maneno ya Mheshimiwa Rais na ahadi yake ya kuhamia hapa Dodoma. Kwa sasa nasafiri katika mandhari ya barabara ya lami katika chuo kikuu kikubwa kabisa na chenye udahili mkubwa kabisa kusini jangwa la Sahara, Dodoma. Lengo langu la kusafiri katika barabara hii ya lami ni si kwamba kutembelea chuo hiki chenye hadhi kubwa kabisa hapa katika Afrika Mashariki. Hapana, ni eneo ambalo nitakutanisha na ahadi kubwa kabisa ya serikali iliyo madarakani ya kuhamia Dodoma. Wizara inayoshughulika na utawala bora na management ya utumishi wa umma ndio wamepangiwa eneo hili. Punde hivi tutasimama katika ahadi hiyo. Upeo wa macho yangu ni bango ambalo linaashiria ujio wa wizara yenyewe hapa Dodoma. Kumbuka kwamba ni wizara ambayo imehamia kwa karibuni kabisa ikitekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kuhamia makao makuu Dodoma. Wizara iko katika mandhari kubwa na ya kuvutia ya chuo kikuu cha Dodoma. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma fahari yetu, Dodoma chaguo letu, Dodoma yetu ile. Na hatimaye nimesimama mbele ya ahadi ya kuhamia Dodoma. Wizara inahusika na utawala bora na management ya utumishi ndio hii hapa ndani ya mji mkuu Dodoma. Nimesimama mbele ikiwa ni dhamira ya kweli ya kutembea juu ya maneno ya Rais ya kuhamia Dodoma. Kwa maneno yake mwenyewe, mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu Rais Dr. John Magufuli anasema Dodoma ndio penyewe na sasa ndio imekuwa yenyewe.
Hii ni wizara kama ya 3 hivi kuhamia hapa. Ni wizara ambayo imejihamisha katika idara ya waziri, makatibu wakuu pamoja na naibu katibu mkuu na angalau idara moja, na naambiwa ni idara inayoshughulika na mambo ya utawala. Hapa nakutana na mkurugenzi wa shughuli hizi, Mama Jane. Habari ya kwako? Salama kabisa. Unavuta hewa gani Dodoma? Ya Dodoma, hewa ya zabibu. Ya zabibu eh? Hewa ya zabibu. Umewahi kula zabibu kwa kweli? Nimekula. Umefurahia matunda haya? Sana. Nini una miss kwa kweli Dar es Salaam sasa? Na kwa kweli sijui kama nina miss kitu chochote kwa sababu joto na foleni nyingi, si miss kitu. Kwa hivyo umefurahi? Nimefurahi. Ile lugha ya Kiswahili ya Kenya utazidi kuwa mnono hapa. Utazidi kuwa mnono. Okay, sasa nakupa hii nafasi utueleze kwa muhtasari nini na nini ndani ya jengo hili jipya la wizara. Karibu sana. Asante. Kwenye hili jengo tumeweza kuwa na ofisi, tuna masjala kama ambavyo mmeziona au mtakavyoziona. Tuna ofisi ya waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na ukurugenzi wa sera na mipango. Ndio idara ambazo zimekuja, na pia sera na idara ya utawala wamekuja sehemu ya idara ya utawala kwa ajili ya uwezeshaji. Ndio tuko hapa kwa ajili ya kuwawezesha watumishi kuhamia Dodoma. Na chumba namba 103A inasomeka kwamba ndio mastakimu ya katibu mkuu wa wizara hii. Tayari yuko hapa Dodoma. Niko katika ghorofa ya kwanza na nadiriki kuingia ndani kuona yale ambayo yako hapa. Karibu. Hapa nakutana na katibu mkuu. Habari ya kwako? Salama kabisa. Hongera kwa kuhamia Dodoma. Asante sana. Unaionaje mandhari? Mambo safi kabisa. Shukrani. Naona hali imekuwa nzuri sana, jengo zuri ambalo limepakwa rangi, milango ya kisasa. Naona mpiga picha wangu Mauki atanionyesha na tiles zilivyo hapa chini. Ni tiles nzuri zenye mwelekeo wa kisasa kabisa, mipango yote mizuri, na hapa nakutana na sekretari dada mzima sana. Mama Mwanga. Hongera Mama Mwanga kwa kuhamia Dodoma. Asante. Naam, katibu mkuu, habari ya kwako? Salama kabisa. Shughuli zinakwendaje? Shughuli zikumrua kabisa. Asante sana. Naingia ndani hapa. Nadhani nampiga picha wangu ni fursa hiyo ya kuingia ndani angalau waone ofisi ya katibu mkuu. Karibu na mimi nipate nafasi, asante sana, ya kukaa hapa kujishuhudia mawili matatu. Naam, katibu mkuu. Ndio. Mmefika lini bwana? Sisi tumefika tangu Jumamosi na Jumatatu tumeanza kazi rasmi hapa. Mmekuja na baraka ya mvua basi Dodoma, sio? Kabisa. Lakini hali unaonaje ya maisha mapya Dodoma? Hali Dodoma safi sana, na mimi nataka kuwasihi makatibu wakuu wengine na mawaziri waje, kwa sababu sasa hivi mimi hapa Dodoma naamka saa 1 kasorobo. Saa 1 kasorobo na jiandaa vizuri. Ikifika saa 1:30 niko ofisini. Hakuna foleni. Hakuna foleni, sio kama Dar es Salaam unaondoka saa 12, saa 11. Hapa mambo buru. Kwa lugha nyepesi labda umeondoka katika jiji la Viki. Yes. Kuja kwenye jiji la furaha. Asante sana. Asante. Hapa ni eneo la masjala na linashughulika na kutunza barua, files za wafanyakazi na kadhalika. Lakini iliyonisukuma kuja hapa ni kwamba Dodoma inamithilika na karne 21 na sayansi ya mamboleo kweli kweli. Mapema Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akihamia Dodoma anaiarifu Tanzania kwamba Dodoma itakuwa ni ya mfumo wa computerized. Shughuli zake zote si rahisi tena kuwa katika files zitakuwa ni kidogo sana, na hili linashuhudiwa hapa. Upokeaji wa barua na namna nyingine unakwenda kwa njia za tarakilishi kweli kweli. Niko na bibie Monica hapa, nadhani Mauki utakuwa na nafasi ya kuzunguka kuonesha kompyuta au tarakilishi au lugha iliyozoeleka ya Kiswahili chetu Tanzania ngamizi inavyofanya kazi hapa, na bibi Monica anavyofanya shughuli zake. Tumeona hii logo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Adam na Hawa, au inaitwa Uhuru na Umoja, maana bendera ya Tanzania ina jina lake mtazamaji, inaitwa Uhuru na Umoja. Ndio hiyo, na hapa shughuli nyingine zinaendelea za kuweza kutunza faili. Endelea na shughuli zako tafadhali. hapa kwa kuwa hii ni mfumo ambao tunaingia kwa ajili ya ofisi yetu. Kwa hivyo siri mespasi kuona, sio? Haya mambo ya ofisi yetu. Sawa. Basi hongera lakini kwa kuhamia Dodoma. Asante, nashukuru sana. Umefika lini na wewe hapa? Sisi tumefika toka wiki iliyopita. Wiki iliyopita. Umekuja peke yako, umekuja na mwenza wako? Hapana, tumekuja wote na mwenza wangu. Kwani naye anafanya kazi hapa? Au imetokea kwamba wizara nyingine na yeye amehamishiwa hapa? Ni wizara nyingine. Sasa mnaishi katika kiunga gani hapa Dodoma?
Tunaishi maeneo ya Area D kule juu. Uko raha kabisa, umependa? Nimependa sana zaidi kuhamia Dodoma kwa sababu ni makao makuu ya serikali. Ukiondoa hilo, lakini nini tofauti unajiona baina ya Dar es Salaam na Dodoma? Dodoma kwanza ni hali ya hewa ni nzuri kwa kufanya kazi na usafiri unakuwa ni mwepesi kwa kufika ofisini kwa kuwa hakuna foleni. Unafika muda gani hapo ofisini? Nafika saa 1 kamili. Na unatoka nyumbani? Toka saa 12. Sawa, asante. Nashukuru sana. Karibu tena. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alikuwa hapa kwa ajili ya kongamano kubwa kabisa kuhusu kuhamia Dodoma. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Wanawasihi muendelee, hususani katika kipindi hiki ambacho mkoa wa Dodoma unatarajiwa kupokea wageni wengi kwa wakati mfupi kufuatia maamuzi ya serikali ya kuhamia makao makuu hapa Dodoma. Uamuzi huu unafuatia maamuzi ya ilani ya uchaguzi wa CCM ya mwaka 2015-2020 ya kuhamishia makao makuu ya serikali katika mkoa wetu huu wa Dodoma. Jambo litakalokuja na changamoto kadhaa ambazo mkoa unatakiwa uoneshe uongozi wa kuzikabili na kutafutia suluhu ya changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na kuhamia kwa makao makuu haya. Hivyo basi, kikao hiki cha ushauri wa mkoa kama ambavyo nimesema awali ni jukwaa mwafaka kwa ajili ya kutoa suluhisho ya changamoto ambazo zinapaswa pia na sisi kwa pamoja, na kwa idadi hii ya wajumbe ambao pia tumealikwa kuwa ni sehemu ya kutolea maamuzi ya changamoto ambazo tunazo ajili ya mustakabali wa mkoa wetu wa Dodoma. Na endapo kuna jambo ambalo hamna uzoefu nalo, msisite kualika wataalamu wenye ujuzi nalo ili wasaidie katika kutafuta ufumbuzi wake. Dunia sasa sio kujifungia, hii ni dunia kutengamana na kujadiliana. Hata hivyo, majadiliano yenu yasiwe majadiliano yasiyo na ukomo. Wananchi wanataka majibu sahihi kwa wakati. Wanataka matokeo ya mipango yenu. Wanataka kuona mabadiliko. Wanahitaji kuboreshwa huduma zao za jamii. Hivyo jipangeni katika kutii kiu ya wananchi mnaowahudumia. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma inakuwa makao makuu ya nchi yetu, na tumeendelea kuenzi matakwa hayo ya Mheshimiwa Baba wa Taifa, na sasa kwa ratiba, mikakati na mipango ambayo inaratibiwa na ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutafikia malengo hayo yanayosimamiwa na Mheshimiwa Rais wetu. Umeshaunda kamati ya kitaifa, lakini kabla ya kamati ya kitaifa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulituagiza tupitie tume ya CBA yenye mamlaka ya kufanya maamuzi ya jambo hili, na umefanya hivyo. Kikao cha tume kimeshakaa na kuazimia kila jambo, na kila jambo sasa linaloendelea kutekelezeka linatekelezeka kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu tulizonazo. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma bari yetu. Wananchi wa mji wa Dodoma na mkoa wa Dodoma kwa ujumla wake, tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu utupelekee salamu nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa uamuzi huu thabiti kabisa wa kutekeleza kwa vitendo uamuzi uliofanyika mwaka 73 wa kuhamia Dodoma. Uamuzi huu ulipofanyika, mimi nilikuwa bado mtoto mdogo sana, lakini kwa Dodoma hapa. Kwa hiyo na kumbukumbu ya Dodoma iliyokuwepo na Dodoma ya leo na tulikotoka na tunakoenda.
uamuzi ulioshindikana kwa miaka mingi leo unatekelezeka. Ilani ya CCM inatekelezeka. Ama kweli awamu ya 5 ikitamka inatenda. Naomba tuipigie makofi. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma bali. Uanzishwaji wa maeneo mapya ya utawala ni moja ya majukumu tutakayohakikisha kwamba huduma za karibu kwa wananchi zinafanikiwa. Aidha, katika hili kama ilivyoshaelezwa, wilaya za Bahi, Chamwino, Mpwapwa na Dodoma Manispaa zimeamua kuanzisha mini settled cities ili kusaidia kasi, lakini sio kasi tu, na wingi wa ujio wa watumishi na Watanzania wanaohamia Dodoma. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma bali. Wageni walikuwa amesema kama sehemu ya wajibu wake haitasita kuchukua hatua kwa yote aliyotoa jukumu na asiyetimiza wajibu wake au kufuata taratibu, kanuni na sheria katika majukumu ya kitumishi au mamlaka katika kutimiza kazi na kuhamishia serikali ya Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda nichukue nafasi hii kuwakumbusha watumishi wote na watendaji wa serikalini na viongozi wa kisiasa wote kwamba swala la kuhamia Dodoma sasa sio tena ajenda ya kujadili, bali inahitaji kutekelezwa. Hivyo ni muhimu kubadili mtazamo na mwelekeo ili kila mtu kwa nafasi zetu atekeleze na kuhakikisha kwamba atekeleze majukumu yake na kuhakikisha kwamba masuala muhimu yote yaliyokabidhiwa kwa mamlaka yake yanafikia hatua iliyokusudiwa. Safari ya Dodoma, na hapa ni Dodoma. Niko kama kilomita 1.5 kutoka katikati ya mji mkuu wa kisiasa Dodoma. Nyuma yangu linaonekana jengo ambalo ni sehemu ya mafanikio ya chama kinachotawala hapa nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi, ambao wamejenga ukumbi mkubwa unaoitwa Dodoma Convention. Niko mbele ya ukumbi huo na najaribu kudurusu matokeo ya chama hiki ambacho kinarudi hapa Dodoma miaka 40 sasa wakifanya maadhimisho ya chama hicho. Mimi ni Marina Hassan Marin, na katika nafasi hii nashirikiana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dodoma ambao ndio wenyeji wa shughuli yote hii, Bwana Adam Kimbisa. Shukrani sana kwa kushirikiana na TBC. Bwana Adam Kimbisa, sasa hivi ambapo tunakwenda katika maadhimisho haya, kauli yenu mbiu au kwa Kiswahili cha sasa wanasema biramu la mwaka huu la CCM ni CCM mpya na Tanzania mpya. Maana yake nini hasa hii? Ndugu mtangazaji, maana ni kwamba lazima tukubali chama kile wakati lazima, chama chochote kikitaka kuwa chama endelevu ni vizuri kiwe kinavaa shati la kisiasa kwa mabadiliko kufuatana na wakati. Ni kweli chama chetu muda mrefu kimekuwa ni chama chetu kwa viongozi, kwa maana juu mkoa na kikishuka sana wilayani. Lakini safari hii, kauli mbiu hii, tunakisukuma chama kiende kwa wenyewe. Wanachama si viongozi. Wanachama si viongozi wa wilaya, wanachama sio viongozi wa mkoa, wanachama si viongozi wa kitaifa. Wenye chama wako kwenye matawi. Sasa mradi huu wa chama ili kiende kwa wanachama. Na kwa taarifa yako, sisi Dodoma tulishaanza baada tu ya uchaguzi, tuliitisha semina ya viongozi wa mkoa wote na tukawatangazia mapema kabisa kama mwaka hivi umepita. Tukawatangazia, jamani, chama tunakirudisha kwa wanachama. Sisi Dodoma, halmashauri kuu ya mkoa wa Dodoma, tuliona mapungufu ya kung'ang'ania chama katika ngazi ya mkoa, tuliona mapungufu ya kung'ang'ania chama kwenye ngazi ya taifa, tuliona mapungufu ya kung'ang'ania chama katika ngazi ya wilaya. Tukaitana kimkoa, tukapeana semina,
tukapeana majukumu na tulikubaliana Februari ya mwaka huu wale tuliwapa majukumu ya kukipeleka chama kwa wanachama. Wanachama wako wapi? Wanachama wako kwenye mashina, wanachama wako kwenye matawi, wanachama wako kwenye kata. Kule ndiko kwenye wanachama na ndiko huku tunataka tusukume chama kikae. Bahati nzuri imecoincide na tamko la kitaifa kwamba sasa chama kiende kwa wenyewe. Hii ndio maana ya chama kipya kiende kwa wenyewe badala ya kubaki taifa, mkoa, wilayani. Miaka 40 ya chama hiki cha Mapinduzi yanaadhimishwa hapa Dodoma, ikiwa ni miaka 25 sasa toka mfumo wa vyama vingi. Hamko peke yenu katika hali hii. Mnatajwa kama ni siasa ya vyama vingi ambayo mmeipiga kabari hivi au kukaza nati kila mahali hivi. Hiyo habari si kweli kabisa. Tuseme ni kwamba ukifanya vizuri sana katika mashindano, aliyeshindwa ni tabia ya aliyeshindwa kutafuta sababu za kushindwa. Hata sisi ndani ya Chama cha Mapinduzi tukienda kwenye chaguzi, ziwe za udiwani, ziwe za ubunge, ziwe za urais, wakati tunateua wagombea, yoyote yule anayeshindwa huwa anaona kama kuna kabari. Vyovyote, hata humu ndani ya chama, ufanye uchaguzi wowote, uwe ndani ya chama, uwe kwa ajili ya kushika dola, yoyote yule anayeshindwa hujisikia kama vile kakabwa koo. Kwa hiyo sisi hatushangai hata hajakabwa mtu koo, isipokuwa katika hali ya ushindani kuna mtu kushindwa mbinu. Chama cha Mapinduzi kimeongoza na kimeongeza mbinu za porini, za ushindi, za kisiasa, ambao wenzetu kusema kweli kile wakitufukuza hawatuoni. Mbinu sawa, lakini inatajwa kama ni eneo moja la sababu kwamba labda uwanja wa demokrasia hauko sawa sana. Ndugu Marini, uwanja wa demokrasia sasa hivi ni mpana kuliko wakati mwingine wowote. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kila chama nikupe tu uchaguzi wa juzi. Mimi nilikuwa na kata hapa 2. Na katika zile kata, moja tulipita bila kupingwa. Nyingine na tumepita bila kupingwa kwa sababu hakuna aliyemkataza mgombea mwingine asichukue fomu. Moja tumepambana. Na tulipopambana tumeenda mpaka uwanjani. Na waulize, kila mtu alikwenda pale akanadi sera zake. Na mpango ulikuwa mzuri. Kata hii au kijiji hiki kikiwa na ACT, kijiji kile yuko Chadema, kijiji kingine yuko CCM, hakuna aliyebugudhiwa, hakuna aliyekemewa, na kila watu walienda wakaomba kura kwa wananchi na wananchi walizungumza kupitia sanduku la kura. Na hakuna mahali popote wamesema kwamba sisi tumechezewa faulo pale kwenye kata yetu. Kuna wasiwasi kwamba hapa nyuma chama kilipoteza mwelekeo wa kuwa ni chama cha wakulima na wafanyakazi. Sasa mnasema si sehemu mpya, mnadhani mnarudi huko? Naam. Na kulikuwa na majadiliano mengi, labda tukibrandi chama kiwe na hali ya wakati huu. Tukasema hapana, chama hiki ni cha wakulima na wafanyakazi. Na kwenye bendera yetu wote tunajua kuna nyundo na jembe. Kuna mazungumzo yalitoka huko Juma, pengine tubadilishe, huu ni wakati wa viwanda, labda tuweke mashine za viwanda, labda tuweke viwanda furusha. Hapana, chama hiki bado ni cha wakulima na wafanyakazi, na mfanyakazi ni nyundo na mkulima ni jembe. Kwa hiyo bado tunataka hiyo dhana ambayo ilikuwepo bado inadumu mpaka leo, na kusema kweli ni vizuri watu wetu wakajua chama chetu bado ni cha wakulima na wafanyakazi. Na ukiangalia juhudi anazofanya rais za kufufua hiki na kile ni kuwapelekea wananchi, na amesema mara nyingi tunashughulika na mwananchi wa kawaida. Hatushughuliki na Kimbisa, hatushughuliki na Marini. Tunashughulika na mwananchi wa kawaida ambaye yuko mtaani na yuko mashambani. Na kwa kweli chama chetu bado kiko huko. Tunachotaka kufanya ni kusisitiza hilo
eneo ambalo tulijua kwamba kidogo liliyumba hapa katikati. Ya miaka 40 sasa Chama cha Mapinduzi, nadhani muendelee kutajwa vipi na vipi unafikiri kuhusu picture miaka 40 ijayo hasa katika siasa za ushindani? Sisi tungependa wananchi watufahamu kwamba hiki chama ni chama chao, ni chama cha wanyonge, kinatetea wananchi wote bila kujali itikadi yao. Chama cha Mapinduzi kuwa na serikali yake, Chama cha Mapinduzi kuunda serikali hakina maana kinabagua. Kitakapokuwa kule vijijini, kitakapokuwa kule mitaani, kitamsikiliza mtu bila kujali chama chake, bila kujali dini yake, bila kujali kabila yake, bila kujali eneo analotoka. Maadamu ni Mtanzania, Chama cha Mapinduzi kinamkaribisha kila mtu aje asikilizwe na asaidiwe pale inapobidi. Ndio chama kinachojitambulisha na matatizo ya watu, hasa watu wanyonge. Mwisho wa salamu yako ya miaka 40 ya CCM, kwa vile nyinyi ni wenyeji hapa Dodoma wa maadhimisho haya. Dodoma tumesema wote mnakaribishwa Dodoma. Chama cha Mapinduzi kimetimiza miaka 40 tarehe 5. Dodoma ndio kwao na CCM, kama vile kila mtu anajivuna kwao wapi. Wewe unasema kwenu wapi sijui bwana, lakini Chama cha Mapinduzi kwao Dodoma, na wananchi wote mnakaribishwa bila kujali itikadi zenu. Tarehe 5 kutokuwa na shamra, kutokuwa na heka, mnakaribishwa sana. Na ukija Dodoma siku kama hizo za sikukuu utapenda. Hali ya hewa ni nzuri, burudani zitakuwepo, watu wa Dodoma ni wakarimu, kila siku ni wacheshi, kazi yao ni kuambia karibuni Dodoma, mje mfurahie. Asante. Tulikuwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma ambaye ndiye mwenyeji wa shughuli yote hii ya maadhimisho ya mwaka wa 40 wa Chama cha Mapinduzi ambayo yanafanyika hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Mimi ni Marin Hassan Marin. Kwa muda wote nilikuwa nimekaa mbele ya jengo kubwa kabisa la mikutano jipya na la kisasa kabisa lenye teknolojia mamboleo ya Chama cha Mapinduzi, na nilikuwa nimezungukwa na bustani yenye mandhari mazuri kabisa. Hii ni safari ya Dodoma. Kwamba rais wetu na waziri mkuu walipofika bandarini waligundua kwamba kuna mitambo inayoingiza mafuta na mita zile hazifanyi kazi. Hiyo ulikuwa wizi wa mchana kabisa, kila mmoja anauona. Na kuhakikisha kwamba ile mita sasa inafanya kazi inavyotakiwa, na mafuta inayoingia nchini mwetu kodi yote inalipiwa. Na kwa kuchukua hatua hiyo ikawa fursa sawa kwa wafanyabiashara na waagizaji wote wa mafuta. Hiyo ni kunyosha nchi. Rais wetu alipotumia fedha za sherehe za uhuru na aliamua kujenga barabara ya Moroko ambayo Watanzania wote watakao pita pale watakula matunda hayo. Hiyo ilikuwa kunyosha nchi. Watoto wetu ambao walikuwa wanasoma wakiwa wamekaa chini mbuyuni na kone mikeka, leo wana madawati ambazo siku za nyuma hazikwepo. Hiyo ni kuiboresha. Hiyo mimi naita kuinyosha nchi. Bidhaa zilikuwa zinaingia bandarini na kuna watu walikuwa wanaingiza, walikuwa wana mabavu kuto kulipa kodi, na bidhaa hizo zilikuwa zinaingia kwa njia za haramia. Hiyo imefutwa. Leo mzigo wote unaingia kwa njia ya halali. Hiyo tunaita kunyosha nchi. Barabara ya Mwanza ambayo imejengwa kutoka airport pale, haya hayakwepo mwanzoni. Hiyo tunaita kunyosha nchi. Kuna mifano nyingi sana. Ukiangalia hospitali ya Muhimbili, kuna mashini zilikuwa hazifanyi kazi, lakini rais alipostukiza pale, akafika pale na akatoa masaa 24
kwamba apate ripoti, ile mashine inafanya kazi. Hiyo ni kunyosha nchi. Kuna madaktari ambao walikuwa na maduka yao ya madawa wao wenyewe, ambao madawa za kwetu ambazo tumelipa sisi, walipa kodi tuliolipa, lakini madawa yale badala ya kuingia hospitalini yalikuwa yanaishia katika maduka zao za madawa, na walikuwa wako directed waende wakaichukue pale. Namna moja au lingine hii ilikuwa imepinda, akainyosha hapa, wakanyagazi hewa. Sijui wangapi, kwa sababu kila siku wanaongezeka tu hadi idadi nazipoteza, na mimi mtu wa safari. Wafanyakazi wa hewa ambao walikuwa wanachukua mishahara, wengine wamekufa, wameshazikwa, na zile fedha sasa hivi zinaenda katika mwenendo sahihi unaotakiwa. Hiyo ni kunyosha nchi. Nipatie majani ya chai. Hapa. Wapi risiti? Nakupatia change, unataka nikupe tena na risiti? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie area kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Saidia na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa, sawa? Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpishe huyo mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti na risiti. Nimeangalia kwenye TV ambayo inasema ulipe na risiti. Ukienda dukani omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Tumeshtuka. Yerewe! Asi nitafanyaje kwa kweli kila mmoja anataka risiti humu ndani? Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja tunajenga taifa letu. Hii kodi ya nyumba tangia nianze kulipa, ningekuwashajenga gorofa. Na ukikosa sasa mwenye nyumba anaongea wewe. Wewe kaka. Hii kazi ya suita ishalini jamani. Wewe mkweli? Naam. Mbona network simekata? Vipi? Umepataje nyumba nzuri kama hii? Hayo ni mambo ya WHC. Watumishi Housing Company. Kupitia wao, watumishi wa umma kama wewe na mimi. Unaweza kumiliki nyumba yako mwenyewe tena kwa bei rahisi kabisa kupitia miradi yao ya Mkundi Morogoro, Kisesa Mwanza, Pongwe Tanga, Dodoma, Kibaha na kwa Dar es Salaam kuna Bunjubi, Kigamboni na Magomeni. Tena utapata kwa bei rahisi kabisa ukilinganisha na wengine. Na wapataje na mimi njistiri? Fika ofisi zao Golden Jubilee Dar es Salaam au wapigie simu namba 0757437594 au kwa kujaza fomu kutoka tovuti yao www.whctz.org. Kwa niaba ya shirika la utangazaji la taifa TBC, na hii ni Safari ya Dodoma. Hebu tuzungumze uchumi mpana wa nchi, uchumi wa mji mkuu Dodoma, na pia hatuwezi kusahau historia ya chama chenye historia ya kusisimua Afrika, ambayo mwaka wake wa 40 maadhimisho yanafanyika hapa Dodoma. Ama kwa lugha nyepesi zaidi ni kusema Chama cha Mapinduzi kinataraji kitakuwa nyumbani kwake hapa mji mkuu Dodoma. Tutazungumza haya tukishirikiana na mmoja kati ya wapiganaji wakubwa kabisa wa uchumi wa Dodoma, Haidar Gulamali. Karibu sana hapa studio. Asante sana. Hebu tuzungumze katika uchumi mkubwa wa nchi. Je, unaridhika? Naweza nikasema ninaridhika kiasi chake, kwa sababu mwenendo ambayo inaenda sasa hivi ni sahihi ili kuboresha uchumi ya taifa. Naweza nikasema kwamba uchumi ya nchi yetu imeimarika, lakini haijakuwa. Narudia, imeimarika lakini haijakuwa, na haiwezi ikakuwa unless iimarike kwanza. Sasa kwa mwenendo ipi ukiniuliza kwamba uchumi imeimarika? Kwamba rais alipochukua nchi na awamu ya 5 ilipoingia katika utawala, kulikuwa na marekebisho kubwa sana ambaye inafanyika.
ukiangalia mfano, kabla yeye hajaingia madarakani kulikuwa na matatizo makubwa sana ya umeme, na wewe mwenyewe ni shahidi kwamba umeme ambayo ilikuwepo nchini ilikuwa haikizi mahitaji au takwa ya matumizi, na kulikuwa na uhaba kubwa na mgao wa umeme. Sasa baada yeye kuingia, unaona kwamba hiyo tatizo imepungua sana, imekaribia kuisha naweza nikasema, kwa sababu hiyo imekuwa ndoto tena, tumesahau. Mara moja inaweza ikatokea, lakini hizo ni technical defaults, labda wanataka kurekebisha au kufunga line mpya au kitu kama hiyo, na taarifa ya awali huwa watu wanakuwa wamepokea viwandani na hata manyumbani, ambayo mwanzoni hayakuwepo hayo, kwamba eneo fulani umeme haitakuwepo kwa muda fulani hadi muda fulani, tarehe fulani, ili mtu mwenyewe unajua umejihami namna gani. Sawa. Umeme umefanikiwa kwa kiasi kikubwa hapa mji mkuu Dodoma pia. Kwa zaidi ya 69% serikali imefanikiwa, na Dodoma sasa mji mkuu wa kisiasa ambao unapokea awamu ya pili ya kuhamia Dodoma unang'ara kweli kweli. Hii ni kutokana na nguvu kubwa ya Wizara ya Nishati na Madini. Kumekuwa na kelele baadhi kwamba kidogo hali si nzuri, hali nzuri, hali ya katikati. Nyinyi wafanya biashara mnasemaje katika hii? Hali ya uchumi ilikuwa lazima isiwe nzuri, kwa sababu unapoimarisha ni kuweka misingi, na unapoweka misingi huwezi ukajenga. Kwa hiyo huwezi ukajenga bila misingi. Nikikupa mfano, kama kuna gorofa imewekwa msingi ya kujenga gorofa 14, and then ukija kujenga juu yake gorofa 20, yale misingi kweli yataweza kuyachukua? Haiwezi kuhimili. Hiyo ni kitu ambacho inaeleweka, ni moja kwa moja. Sasa upande wa uchumi pia kuna msingi, na sisi tuliosoma uchumi tunajua kwamba ni basic foundation kwanza inawekwa, then baada hapa inaweza ikajengwa. Ndio mara nikasema kwamba uchumi umeimarika lakini haijakuwa. Kwa hiyo lazima uimarishe uchumi kwanza. Sasa nikikufafanulia kivipi? Serikali ya awamu ya 5 ilipoingia madarakani, bei ya dola ilikuwa 2380. Ina maana shilingi ya kwetu ilipungua thamani yake kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa kipindi kirefu sana ukiangalia bei ya dola imeshuka kutoka ule bei ya 2380 kufika hadi 2185 hadi 90. Imezidi sana 2200, na hiyo imebakia constant takriban mwaka moja nzima. Tumeona kwamba hayumbi, iko hapo hapo. Hiyo ni ishara moja kwa moja kwamba thamani ya fedha za kwetu za humu ndani imekuwa. Nikiwa naongea na wewe sasa hivi bei imepanda kidogo, na sasa hivi bei imefika 2235, kitu kama hiyo. Kwa hiyo thamani ya shilingi imedorora kidogo, na hiyo kipindi kawaida mvua zikiwa hazinyeshi vizuri, na kipindi cha Disemba hadi March ni mwezi ambazo wananchi wengi wakulima wanalima. Kwa hivyo kunakuwa hakuna mazao ambayo yanatoka nje ya nchi kwenda export. Kwa hiyo inflow ya fedha za kigeni inakuwa imepungua, na mwezi wa Disemba demand ya dola inakuwa imeongezeka, na matumizi madola wananchi wananunua kwa wingi, ambao inaweza ikasababisha pia kwamba bei ya dola ikapanda, kwa sababu ni kipindi ambacho kila mmoja anajua ni mwaka mpya na sikukuu za Christmas.
Kwa hivyo wengi wanasafiri, wanakwenda nje ya nchi, na wengine wanatumia hapa hapa nchini, lakini wanakuwa wamepumzika. Kwa hivyo demand ya dola au mahitaji ya dola inakuwa imeongezeka kidogo, na kutokana na hiyo kwamba price kidogo huwa ina fluctuate, hiyo inatokea. Kitu kingine kimesababisha ambayo bei kidogo ya dola imepanda ni uchaguzi iliyotokea Amerika. Rais ambayo ameingia madarakani sasa hivi ana serikali mpya, mambo mapya. Kila mmoja anaelewa hayo. Kwa hivyo pia ni sababu moja au lingine kwamba bei sio hapa nchini tu, lakini bei ukiangalia katika bara yetu ya Afrika price imefluctuate sehemu nyingi. Lakini mimi nashukuru kwamba imechukuliwa hatua za dhati kabisa kwa ajili ya kuimarisha na kuishusha tena. Kwa hii ni ishara tosha kwamba uchumi umeimarika. Na uchumi imeimarika, kinachothibitisha kwamba kuimarika kwa uchumi ni hiyo bei ya dola kushuka chini na kuistabilize. Hiyo ni foundation ya kwanza kabisa. Unapotaka mfanya biashara aagize malighafi kutoka nje, iwe ya viwanda au bidhaa zozote zinazotokea nje, zinatumika dola hapa nchini mwetu. Sasa dola ikiwa inapanda tu kila wakati, utaona kwamba value ya fedha zetu ina depreciate. Sasa tunarudi pale upande wa kujenga uchumi. Kulikuwa na uchumi ambao ulijengwa zaidi ya yale mahitaji au misingi yale ya uchumi inayoweza kukidhi. Mfano, badala ya uchumi kufika katika kiwango ile inayotakiwa, ilipanda juu. Sasa ile ambayo ilipanda juu ilikuwa haistahili kuwepo. Ina maana ilikuwepo pale, na kuwa kwake ilikuwa inahatarisha ule uchumi yenyewe ambao inatakiwa iwepo pamoja na misingi ambayo iliwekwa. Sasa nikifafanua nisije nikawachanganya watu wanaoona kivipi. Ni kwa sababu tumegundua mambo mengi. Kuna mzigo ilikuwa inaingia ambayo ilikuwa hailipii kodi. Na wakati rais amefika pale bandarini na waziri mkuu kufika bandarini, imegundulika kwamba kweli kuna makontena nyingi sana ilikuwa inaingia na ilikuwa hailipi kodi. Sasa mfano ukichukua kwamba sukari ilikuwa inaingia, mafuta ya kupikia ilikuwa inaingia, saruji ilikuwa inaingia. Sasa hiyo ndio na mimi naiita kama uchumi bandia, ambayo ilijengwa zaidi ya kitu ambacho misingi yetu inaweza ikakidhi. Sasa baada ya yale kupigwa marufuku au kuondolewa, ni sawasawa ni yale magorofa ambayo yalijengwa zaidi kuliko yanahitajika kuibomolewa. Kwa hiyo kubomoa ni kuimarisha. Na usipobomoa ina maana ile itazidi kuwa. Na ikizidi kuwa utaona kwamba gorofa nzima linadondoka. Kwa hivyo hatua ya dhati isingechukuliwa. Ule uchumi ambayo mimi naita uchumi bandia ni artificial economy, inge grow. Na siku za nyuma ilikuwa ina grow. Na inapo grow artificial economy, kinachoumia mapato ya serikali yetu, uchumi wa viwandani, wafanyakazi wa ndani wanaofanya kazi kiwandani, kwa sababu ile soko inakuwa imetekwa na artificial uchumi. Katika hali hii mkuu wa nchi Dr. John Magufuli amekuwa akichukua hatua nyingi sana za dharura. Nyinyi kwa nafasi yenu kama ni watu ambao mnacheza na uchumi, mnaitazamaje picture hii? Mimi ninaweza nikasema kwamba naweza nikatumia lugha ya Kiingereza kidogo ili kufikia na kuzungumzia kwa ufanisi zaidi.
kwamba it's now time for businessmen, it is not time for cowboys. Kipindi hiki sasa hivi ni kipindi cha wafanyabiashara, sio walanguzi. It's a time for businessmen, it's not a time for cowboys. Hao watu ambao wanadhani kwamba wakitoka asubuhi watafanya kitu chochote, wana mtaji yao, wanaenda wanafanya hiyo, wanafanya lile, huu muda umeshakufa. Unazungumziaje juu ya uchumi wa mji mkuu Dodoma katika zama ambapo serikali imefungulia macho zaidi hapa? Mfanyabiashara au mwekezaji anayotaka aishi vizuri kwanza. Kwa hiyo environment ya hapa Dodoma yenyewe haiko polluted kama sehemu zingine au miji zingine ambazo zimekuwa. Ya pili, Dodoma ina master plan nzuri sana. Ukiona ime spread out na mji imekuwa kubwa. Nikikwambia kitu kimoja utashangaa sana. Lakini Dodoma ni kubwa kuliko Dar es Salaam. Dar es Salaam ni ndogo. Mwisho wa Dar es Salaam ni wapi? Ukichukua njia ya Bagamoyo, ukishavuka Boko tu unaanza mkoa mwingine ya Pwani. Ukishika njia hiyo ya kwenda Ubungo, ukishaenda mbele tu unaanza tena Kibaha. Ukichukua njia ya kwenda Kilwa Road Mtwara, ukishaenda hatua kidogo tu Dar es Salaam imeishia. Dar es Salaam ni ndogo sana. Zina kata ngapi? Zina wilaya ngapi? Ni ndogo mno. Ukiangalia Dodoma ime spread out. Dodoma kwa size ni kubwa. Ni kubwa kabisa. Na ina fursa nyingi sana kwa ajili ya kuwekeza. Ukilinganisha na mji wa Dar es Salaam kuna congestion. Tunaona magorofa makubwa hiyo. Dodoma kuna planning. Ime spread out. Unaona hiyo ni industrial area, hiyo ni educational area, hiyo ni residential area, right? Hiyo ni sehemu za wanajeshi ambao wamejenga hapa. See, it's planned, it's well planned. Kwamba mji yenyewe ni well planned. Ukiona hata mitaro ya maji ya mvua inavyopeleka, it's well planned. Ukiwa mjini katikati Dar es Salaam, mvua zikinyesha za uhakika zikitandika, kila mmoja utamwona kwamba amebeba suruali zake, amezinyanyua juu, anatembea, anapita njia au anavuka barabara. Maji yani mpaka kwenye magoti yanamfikia. Umeona? Mimi naweza nikasema bila hofu ni sehemu ambayo ni unplanned, haijawa planned vizuri. Haijawa planned vizuri. Kwa hivyo Dodoma kuna fursa nzuri sana, kuna fursa kubwa na viwanja zipo. Huu ni muda mwafaka ya wawekezaji kama wana project zao waweze kufika Dodoma na waweze kuwekeza Dodoma. Sababu geographically ukiangalia Dodoma iko center. Kwa hiyo kutoka hapa ukitaka kuenda Iringa ni njia ya lami. Kama kuna bidhaa utazalisha hapa, unataka ku-export, tuseme kwenda Zambia, umezalisha hapa, unapita tu njia ya lami, unapita Iringa, unafika Mbeya, umefika. Ukitaka kupeleka Malawi, njia ya lami kutoka hapa. Kuna bidhaa umezalisha hapa, unataka kupeleka Rwanda, unataka kupeleka Tabora, unataka kupeleka Mwanza, infrastructure ipo, njia ya lami. Ukitaka kupeleka Kigoma, njia ya lami. Hivi mtu ambaye anazalisha bidhaa zake Dar es Salaam, saa ngapi atafikisha Mwanza? Na saa ngapi atafikisha Kigoma? Na ukizalisha hapa, Dar es Salaam wana kitu kimoja tu ya kujivunia, ni bandari. Hakuna kitu kingine, ni bandari tu. Ni muda mwafaka
kwamba serikali iweze kuangalia kwamba kuwe na bandari kavu sasa hapa Dodoma. Kama kweli tunataka kuendeleza makao makuu yetu Dodoma hapa, tuwe na bandari kavu. Kama kuna mzigo unafika katika bandari yetu ya Dar es Salaam, liwe linatoka lije lihifadhiwe hapa katika bandari kavu ya Dodoma, na kama kuna kodi yoyote ilipiwe hapa hapa badala kulipiwa Dar es Salaam. Ukiona kwamba mzigo ikiagizwa kutoka Dodoma ikifika Dar es Salaam, liwe on transit, ije katika bandari, ihifadhiwe katika bandari ya kavu ya Dodoma, utaona kwamba waagizaji wengi kutoka mikoa zingine, kwa mfano Singida, Tabora, Shinyanga, Mwanza, Musoma, Kigoma, sehemu zote hizo watatumia bandari kavu ya Dodoma, kwa sababu wanajua kwamba mzigo yao wameagiza kutoka popote, China, popote pale, lakini umekuja moja kwa moja katika bandari ya Dodoma. Imefika bandari ya Dodoma, wamekuja wamelipia kodi yao hapo hapo. Na nimezungumzia upande ule, lakini ukiangalia sehemu za Mbeya, sehemu za mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Iringa, wote watakuwa na fursa ya kufika Dodoma, kulipa kodi zao hapa, kuhakikisha mzigo wao wanaichukulia hapa hapa Dodoma. Serikali kwanza itapunguza msongamano katika bandari ya Dar es Salaam. Dar es Salaam liwe center ya kupokea mzigo na kutoa kwa wale watu ambao wako Dar es Salaam by itself. Dar es Salaam kuna viwanda nyingi. Kwa hivyo bandari ya Dar es Salaam iwe inashughulika na Dar es Salaam tu. Lakini za mikoani basi Dodoma ijengwe, ili na kwa kufanya hivyo kwamba Dodoma kwa kweli itakuwa kwa kasi kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi naona kwamba nawachangia mawazo serikali ya awamu ya 5 waweze kuangalia au waweze wakafikiria katika mstari huu. Kama wataona ni sahihi, kwa kweli Dodoma itapiga hatua haraka sana. Lakini hapo hapo ukiangalia kwamba Dodoma Dodoma, ukiwekeza hapa, thamani ya kiwanja, thamani ya ujenzi, thamani ya nyumba ambazo utakodi kwa ajili ya wafanyakazi wako, wawe wa ndani wawe wa nje, right? Ni tofauti kabisa na mji wa Dar es Salaam. Ukiwekeza hapa Dodoma, labda una watu tuseme kama 5 ambao wanaendesha project ya kwako kutoka nje. Nyumba ambayo utawachukulia, nyumba moja itakosti sana sana kati ya 400,000 600,000. Lakini Dar es Salaam unaweza ukachukua nyumba moja unazungumzia dola 1,000 1,800. Kwa hiyo ukipiga mahesabu kwa mwaka utaona kwamba kuna saving kubwa. Msongamano ya magari, unapotaka kutoka nyumbani kwako kufika kazini mwako au kiwandani kwako, uwe wewe mwenyewe mkurugenzi, mwekezaji, meneja wako, mfanyakazi wako, ni tofauti kabisa na hapa. Hapo unaweza ukatoka mahala dakika 15-20 umeshafika, hakuna congestion. Lakini Dar es Salaam inabidi ujiprogram. Kama kiwanda kwako iko sehemu ya Nyerere Road na wewe unaishi sehemu za Tegeta, inabidi utoke masaa 2.5, utoke saa 11 asubuhi ili uwahi kazini saa 2. Kwa hivyo hizo ni advantages ambazo Dodoma sisi tunazo bado, watu wanaweza kaitumia kwa fursa nzuri na waje waweze kuwekeza hapa. Sawa, nyinyi ambao kidogo mmesogea hatua mbele zaidi katika mambo ya uchumi hapa Dodoma, mmepangaje kuyasaidia hayo ambayo umeyasema? Kwa mfano ukiangalia mimi hapa, kuna kiwanda ninawekeza sasa hivi ambayo ni ya mafuta.
na kiwanda hiyo ina uwezo ya kukamua mafuta tani 100 kwa siku, na ni mafuta ya alizeti ambayo uwekezaji yenyewe ya mashini na kujenga imefikia karibu bilioni 4, na bado naendelea kuwekeza, inaendelea. Nipatie majani ya chai. Hapa. Wapi risiti? Nakupatia change, unataka nikupe tena na risiti? Naomba visa yangu. Naomba madaftari mawili makubwa. Naomba risiti. Na wewe tena unataka risiti? Mange nisaidie area kubwa. Mimi napenda watu kama nyinyi. Nisaidie na risiti ndugu. Mimi siuzi risiti hapa, mimi nauza bidhaa sawa. Sijaja kucheza hapa mjini mimi. Mbona mnachegua akili yangu nyinyi? Hebu naomba mpishe huyo mtoto hapo, nataka nimsikize mteja ambaye anaeleweka. Naomba chikuti na risiti. Nimeangalia kwenye TV ambayo inasema ulipe na risiti. Ukienda dukani, omba risiti. Tumeshtuka bwana. Duka gani unauza bidhaa bila risiti? Tumeshtuka. Yerewe! Asi nitafanyaje kwa kweli kila mmoja anataka risiti humu ndani? Unataka nini mtoto? Biskuti na risiti. Ukiuza, toa risiti. Ukinunua, dai risiti. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA. Pamoja tunajenga taifa letu. Watumishi Housing Company WHC ni dhamana ya uwekezaji katika nyumba. Majukumu ya WHC ni kujenga nyumba za gharama nafuu kwa kutekeleza mpango wa makazi kwa watumishi wa umma. Watumishi Housing pia ina jukumu la kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia uwekezaji katika vipande kwa ajili ya kupata faida. Tayari mifuko ya hifadhi ya jamii imewekeza katika vipande vya WHC, na baadaye mwananchi mmoja ataweza pia kuwekeza kwa kununua vipande vya Watumishi Housing Company. Faida ya vipande vya WHC itakuwa ni kupata gawio zuri kwa uwekezaji wako, kutumia uwekezaji wako kama malipo ya awali au deposit kwa ajili ya kununua nyumba au kupata mkopo nafuu wa nyumba, na hivyo kuongeza uwezekano wa kumiliki nyumba kwa mtu wa kawaida. Watumishi Housing Company, nyumba bora kwa bei utakayomudu.